Katika ishara ya ujasiri wa kijeshi na uthabiti wa kitaifa, kamanda mkuu wa operesheni wa juu wa Irani, Khatam al-Anbiya Central Headquarters, ametoa onyo kali kwa Umoja wa Falme za Kiarabu, yani UAE, akionyesha wazi kuwa hatakuwa na huruma yoyote kwa iwapo ardhi ya umoja huo itatumika tena kama msingi wa shambulio dhidi ya visiwa vya kihistoria vya Irani vya Abu Musa na Greater Tanbah vilivyo kwenye Ghuba ya Uajemi. Onyo hili lililotolewa rasmi na msemaji wa Khatam al-Anbiya, Lieutenant Colonel Ebrahim Zorfakhr, linaashiria mkazo wa Irani kwa usalama wake wa kitaifa na uthabiti wa eneo lake la kijiografia. Zorfakhr alisema, na hapa nanukuu, "Kama tulivyosema hapo awali na kuonesha kwa vitendo, tutapiga shambulio kwenye chanzo chochote cha shambulio dhidi ya ardhi na heshima ya taifa letu. Umoja wa Falme za Kiarabu unapaswa kuelewa kuwa hatua yoyote ya kikatili itakayochukuliwa kutoka kwenye ardhi yao dhidi ya visiwa vyetu vya Abu Musa na Greater Tanbah itakumbana na kupigwa vikali kwa Ras Al Khaimah, kitovu kikubwa cha viwanda na makazi makuu ya jimbo la Ras Al Khaimah." Mwisho wa kunukuu. Ras Al Khaimah, mji wa bandari wenye nguvu na kiuchumi, umeonekana kuwa kitovu cha kimkakati kinachoweza kutumika kama jukwaa la shambulio la kigeni. Irani imesisitiza kuwa itashughulikia chanzo chochote cha mashambulizi kwa nguvu kamili, bila kuacha nafasi ya udanganyifu au maridhiano ya kisiasa. Hali hii inakuja wakati operesheni ya Irani ya True Promise 4, yaani ahadi ya kweli ya 4, inaendelea, ikilenga kutoa mstari wa fidia dhidi ya mfululizo wa mashambulizi yasiyo ya kisingizio yaliyochukuliwa na Marekani na Israeli dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu. Shambulio hili limekumba vituo vya kijeshi vya Marekani katika eneo lote, ikiwemo zile zilizoko UAE, Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Qatar na Jordan, huku Teherani ikisisitiza haki yake ya kulipiza kisasi kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Irani, Abbas Araghchi, ameongeza kuwa taifa lake haliwezi kukaa kimya iwapo miundombinu yake itashambuliwa. Amesema wazi, na hapa nanukuu, "Tuna taarifa kamili za mipango ya Israeli ya kushambulia miundombinu yetu." Tena na nasema, "Zero restraint, hakuna uvumilivu wowote iwapo miundombinu yetu itashambuliwa." Mwisho wa kunukuu. Araghchi ameongeza kuwa Wairani ni wanaume na wanawake wa misingi, na kwamba Irani haingepigana kwa siri kwa maadui wakati wa mazungumzo, bali inapojibiwa kwa nguvu pale inaposhambuliwa. Kauli hii inagusia mashambulizi ya Marekani na kuungana kwake na vita vya Israeli dhidi ya Irani, vitendo vilivyofanyika Juni iliyopita licha ya mazungumzo ya kidiplomasia kati ya Teherani na Washington. Onyo hili limeimarisha kauli za Teherani kwamba hakuna taifa lolote la kieneo litakayekubaliwa kuwa jukwaa la mashambulizi dhidi ya Irani, huku kukiwa na uhakika wa kufanywa kwa hatua za kijasusi na kijeshi kuwalinda visiwa vyake. Hii ni ishara ya wazi kuwa Irani inajiandaa kulinda ardhi yake kwa ujasiri, kuonyesha nguvu yake ya kijeshi na kuhakikisha kwamba visiwa vyake vya kihistoria havitapatiwa nafasi ya kuwa sehemu ya mizozo ya kigeni.